mimi sioni yani kupata tu ushindi yenyewe ni jambo la kushukuru. Azam sio timu ya kuibeza namna hiyo. Hasa inapokuja michezo hii mikubwa, Azam amekuwa ni timu ambayo ina surprise sana. Kwa hiyo hata mechi ya jana uliona dakika 10 za mwisho uliona Azam jinsi walivyokuwa wana press kutafuta goli. Kwa hiyo ni moja kati ya timu nzuri. Kwa bado unamwona Diarra ni golikipa ambaye yupo kwenye kiwango bora, isipokuwa tu anaweza kuwa unajua wakati mwingine mpira una mambo mengi. Unaweza tu kuwa kichwani kuna vitu unavyowaza ukashangaa kwenye mechi 3-4 unacheza vibaya. Kwa hiyo klasi yake Diarra haiwezi kuondolewa kwenye michezo mmoja miwili au mitatu. Bado tunajua, naamini Diarra ni kipa bora ambaye kashafanya mambo makubwa ndani Tanzania na bara la Afrika. Kwa hiyo ukizungumza makipa ambao wameshafika hata kwenye level za top 5 Afrika, Diarra ameshaingia mpaka kwenye top 3 hapa golikipa bora Afrika kugombania tuzo. Kwa hiyo huwezi kumbeza golikipa kama huyo. Ni golikipa mzuri ambaye kashafanya makubwa na tunaamini kupitia uwezo wake. Labda ni nyakati tu ambazo zinapita ambazo kila mchezaji anaweza kumpitia kwenye mchezo wa mpira, ni kawaida tu. Makawila, kabla ya mechi ya Young Africans na Azam jana juzi ilichezwa mechi katika dimba la Benjamin Mkapa, mechi ya kombe la shirikisho, Simba Sports Club wakiwakaribisha Al Masry kutoka pale Misri, na dakika 90 zilitamatika kwa Simba kuibuka na kushinda magoli 2-0, wakaenda kwenye mkwaju wa penalty ikatoka 4-1. Simba imetinga nusu finali baada ya miaka mingi. Kwako wewe, maoni yako ni yapi? Mimi nafikiri ni hatua kwao, kwa sababu alikaa muda mrefu sana hapo na alifikia hatua sasa mpaka amekosa kujiamini kwenye kucheza michezo hii kuelekea nusu finali. Kwa hiyo inaweza ikafanya sasa wawe na confidence wakati mwingine msimu mwingine wakishiriki, maana yake wakifika robo pressure itakuwa itashuka kidogo. Wataamini kwa tunaweza kufanya kwa sababu tumeshawahi kufanya. Unajua kuamini kitu unaweza wakati hujafanya naona inakuwa ni ngumu, tofauti na mtu ambaye kisha anaamini kwa yani ameshafanya alafu anaamini kwa nitafanya na kwa ni rahisi kwa sababu njia tayari unakashazijua. Kwa hiyo mimi nafikiri ni kama mwanga kwao, wamefanya vizuri kufika kwenye sehemu hii na ninaamini wana uwezo wa kuchanganya zao hapa na kusogea hatua inayofuata zaidi kwa uwezo wa timu yao na timu ambazo zipo kwenye Confederation sasa hivi. Kwa hiyo nafasi walipata ni nzuri na wana uwezo wa kuitumia nafasi hii ili kutafuta nafasi ya kusonga mbele zaidi. Sio dhambi kwa sababu mashindano yao zipo timu nyingi ambazo zimefika msimu huo na zikafika mpaka finali na nyingine kuchukua hata ubingwa. Kwa hiyo wanao nafasi ya kuendelea kufanya vizuri. Sio tu kwa sababu amefika robo hapa na amefanya masikukuu ya kupika mpaka mapilau manini. Umempika hadi pilau? Mwarabu alitangaza pilau hapa. Sasa sijui kama alipika au baadaye akili zilirudia aliona kumbe nusu watu wa kawaida tu kwenye Confederation. Sijajua lakini alitangaza bana Mwarabu pilau ulipika, maana alitangaza atapika pilau ndugu yangu. Na mimi sikosa pilau lenyewe lilikuwa na Lombaya, alikuwa na familia yake. Sasa nikajua pilau atalipika, ananiambia tutatuletea mbuzi. Sasa kashangaa na robo timu inaingia iko kwenye renki za kafu iko nafasi ya 5 sio ya 6. Inazungumzia kuchinja mbuzi kwa sababu kufika Confederation robo ndio unaona kama soka letu ni bado sana Salumu. Soka letu lina mashabiki ambao wanapenda mpira lakini kiuhalisia mpira wetu wa Tanzania ni bado. Tuna safari ndefu sana ya kufika kule ambako mashabiki tunadhani kwamba ni rahisi kufika. Lakini baada ya kutinga katika